mwanamke aliyewahi kudeti na aina hii tano ya wanaume kuliwa ndani ya ndoa au kuvuliwa chupi ndani ya ndoa ni jambo la kawaida. Ni vizuri zaidi kufahamu kwamba mwanamke aliyewahi kudeti na aina hii tano ya wanaume kuvuliwa chupi na aina hii tano ya wanaume ni jambo la kawaida. Haijalishi mwanamke atakwambia kwamba mimi nikishaolewa siwezi kudeti na wanaume ambao nishakudeti nao. Fahamu kabisa kwamba kama alishawahi kudeti na aina hii tano ya wanaume ni maneno tu ya shombo ya kujibaraguza, ni lazima aweze kuvuliwa chupi. Haijalishi atakuwa kwenye ndoa, kwa sababu ni aina tano ya wanaume ambao ni waruwaru na yeye pia anakuwa ni waruwaru. Aina ya kwanza ya wanaume ni aina ya wanaume ambao wanafanya kazi za kuhamasishana ujinga, mfano kazi ya bodaboda, wauza chipsi, wanaoweka movie kwenye vibanda vile vya kuweka movie. Hawa ni aina ya wanaume ambao binti kama alishakudeti nao, hata kama yupo kwenye ndoa lazima aweze kudeti nao kama wakimuomba. Hii ni kwa sababu ni aina ya kazi ambazo huwa zinahamasisha ujinga. Ukifanya utafiti mwenyewe au kama unahitaji kuweza kufanya utafiti mwenyewe, nenda kwenye kijio cha bodaboda alafu anzisha hii mada ya kwamba unaweza kudeti, yani huwa una deti na demu ambaye ameolewa, utasikia. Utasikia. Kwa hiyo ni aina ya wanaume ambao kama demu au binti aisha kudeti nao, kama atafunga ndoa, kudeti na au kuvuliwa chupi ndani ya ndoa na aina hii ya wanaume ambao wanafanya kazi za kuhamasishana ujinga ni jambo la kawaida. Na pia aina ya pili ni aina ya wanaume ambao hawana malengo. Kuna aina ya wanaume ambao binti kama shakudeti nao ambao hawana malengo, kuvuliwa chupi ndani ya ndoa ni jambo la kawaida, kwa sababu mwanaume ambaye hana malengo kuchepuka na mke wa mtu ni jambo la kawaida. Kwa hiyo kama yeye anaishi bado anaishi, kuchepuka na mke wa mtu ni jambo la kawaida. Kwa hiyo demu kama alishakudeti na aina hii ya wanaume ambao wana malengo, kuvuliwa chupi ndani ya ndoa ni jambo la kawaida. Na pia aina ya tatu ni aina ya wanaume ambao hawajali, hawajali lolote. Yaani ukiona binti alishakudeti na aina hii ya wanaume ambao hawajali lolote, yani hata kama akifumaniwa, hata kama akifungwa, yeye poa tu. Hii pia ni moja wapo ya aina ya wanaume ambao kuvuliwa chupi ndani ya ndoa ni jambo la kawaida. Na pia aina ya nne ni aina ya wanaume ambao wana makundi ya kutembea na wake za watu au makundi ya tabia mbaya mbaya. Kama mwanamke alishakudeti na aina hii ya wanaume ambao wana makundi ya tabia, yani ya tabia mbaya mbaya, fahamu kabisa kwamba ni aina ya wanaume ambao kumvua chupi mke wako ndani ya ndoa ni jambo la kawaida. Na pia aina nyingine ya mwisho kabisa ni aina ya wanaume ambao wana ubaba. Ni vizuri zaidi kujua kwamba wanawake wanaogopa sana kufa. Kwa hiyo kama mwanamke alishakudeti na mwanaume ambaye ana ubaba, anaweza akampigia simu akamwambia tukutane sehemu fulani,